Karibu ndugu mpendwa wa Nguna Media. Katika mfumo wa maisha yetu ya kila siku tumezungukwa na nguvu ambayo sisi kama wanadamu ikituzidi ama ikipungua husababisha madhara katika mifumo yetu ya maisha ya kila siku. Tunaweza kutimiza ndoto lakini pia kuweza kufanya vitu vikubwa sana tena vya kimaendeleo endapo tutaweza basi kucontrol ama kuongoza nguvu hizi vyema, kwani nguvu hizi zina uwezo wa kuathiri, kuharibu, kuvuruga kabisa na kusababisha tusifikie malengo ama mafanikio ambayo tunahitaji kila siku. Na nguvu hizi hutuathiri kwa sababu tuna mifumo ya hisia. Hisia pekee ndiyo huongoza nguvu hizi, lakini pia hisia pekee ndiyo hunaswa na nguvu hizi. Hivyo zipo dalili za kipawa chako kushindwa au kupotezwa au kuharibiwa ama kuzibiwa njia, na hata wakati mwingine kupotea kabisa katika mstari ambao ulikuwa unastahili kuweza kukamilisha malengo na mipango ulionayo. Unaweza ukawa ni mtu mwenye akili, kipawa, maarifa kibao, mawazo mazuri ya kutimiza ndoto, lakini usifanikiwe tu kwa sababu ya nguvu hizi kuzidi na kuanza kutuendesha kama zinavyohitaji zenyewe. Hivyo usipojua kujiongoza na kuziongoza nguvu hizi, basi ni rahisi kwako kuweza kupotea na kuharibu njia ambayo ni sahihi kwako, ambazo nguvu hizi hupelekea dalili kama zifuatazo za kipawa chako kushindwa, kupotea, kuharibiwa, lakini pia kukosa njia na mwelekeo sahihi. Nguvu hizi hupelekea basi mtu kuvutiwa na vitu ambavyo viko kinyume na ndoto zake. Yawezekana una kitu kikubwa sana ama una kipawa kikubwa sana ambacho pengine ukiweza kukitilia mkazo basi kitafika mbali, lakini unashindwa kutimiza, na hii ni kwa sababu ya nguvu hii kukupelekea wewe kutamani vitu vingine na kufanya vitu ambavyo viko kinyume kabisa na ndoto zako. Mfano, wewe unajijua ya kwamba una kipawa cha usanii. Mbona umeweka jitihada kubwa sana kufanya mambo mengine ambayo hayahusiani na usanii ulionao ama kipaji chako, bali uko kupoteza muda mtaani na hata kufanya vitu vingine ambavyo wala havikusogezi hata kwa hatua moja ile ambayo itakufanya upate riziki ya kila siku. Hivyo nguvu hii kama ukishindwa kuicontrol, inakucontrol yenyewe na kukuendesha vibaya sana. Unajikuta we mwenyewe ukianza kupoteza na kuihamisha njia yako kwa mikono yako mwenyewe na kwa maamuzi yako mwenyewe, kuipeleka katika vitu ambavyo sio vyako ama visivyoendana na wewe. Lakini pia nguvu hii husababisha watu kuingiliwa na hali ya uvivu, wenye kujitia moyo. Yaani hata kesho ipo, muda bado upo, si nitafanya tu. Tambua ya kwamba huo ni uvivu na ni kitu ambacho kinakufanya basi uweze kuharibu muda na rasilimali ambayo unayo. Kumbuka hiyo kesho unaweza kupatwa na dharura, usifanye hicho kitu tena. Hivyo nguvu hii husababisha mtu kuwa na uvivu ambao utampoteza kabisa katika mstari na kuchelewesha ndoto alizonazo. Na kumbuka, ukiisha chelewa basi nafasi yako inachukuliwa na wengine na itatumiwa na wengine. Lakini pia nguvu hii husababisha watu kupata visingizio ambavyo vimetawala hisia zao na maamuzi yao. Kitu anaweza kukifanya kwa wakati sahihi na kukimaliza kwa wakati, lakini anasingizia sijisikii vizuri, kwani muda si bado upo, kwani na haraka gani? Hivyo inakuwa ni rahisi sana kwa mtu huyu kuweza kupoteza kile alichonacho, kuharibu nafasi aliyokuwa nayo, na hata wakati mwingine asipate muda mwingine wa kuweza kupanga maamuzi ambayo ni sahihi. Kwa hiyo wakati mwingine visingizio vikizidi basi huharibu kabisa ratiba na kuvuruga misimamo. Lakini pia nguvu hii huweza kusababisha mtu akaamka na uchovu ambao unampelekea hadi hali ya uvivu. Hisia ni kitu cha ajabu sana. Yawezekana muda wote umepumzika, lakini ukaja kuamka, badala ya pumziko lililopumzika kutoa uchovu likaongeza uchovu zaidi, na ukajikuta unashindwa kutimiza majukumu yako kwa sababu uchovu wakati mwingine huwa kama homa ama ugonjwa, upelekea hata vitu vingine kuweza kukwama. Hivyo nguvu hii usikubaliane nayo. Kinachotakiwa ikatae kwa kuilazimisha. Chukua hatua, tafuta hata maji ya baridi, nenda kaoge, fanya maamuzi magumu, kwani kile ulichonacho kama ni kipawa basi kinawindwa, kinatafutwa, kupotezwa, kuharibiwa na hata kuzibiwa njia. Kwani ukikubaliana na hali hiyo, basi umeharibu
kesho yako ambayo ilikuwa ya kufanya mambo mengine, lakini ratiba unazidi kuisogeza na kuivuta nyuma kufanya jambo ambalo ongeza kulifanya kwa wakati uliopita ili kuokoa muda. Wakati mwingine nguvu hii hupelekea mtu kuweza kutamani kutimiza kitu kwa haraka, jambo ambalo inasemekana na wahenga, haraka haraka haina baraka. Hivyo kuna vitu ambavyo vinahitaji muda mwingine mtu usubirie na ungoje hadi wakati ufike, lakini kwa sababu ya nguvu hii kumpelekea mtu kuwa na tamaa, kutamani kutimiza mambo kwa haraka haraka, anajikuta anapita shortcut ambayo inaharibu kabisa njia ya yeye kupata kitu kwa uhalali. Hivyo kipawa chake kinawindwa, kinapotezwa na kuharibiwa kabisa kwa sababu ya nguvu hii kumsababishia haraka haraka na tamaa ambayo haina msingi kabisa. Angesubiri, angevuta subira, angepata kitu sahihi na kitu ambacho kingemfanya adumu kwenye mstari wake. Nguvu hii wakati mwingine hutuongoza vibaya sana na kutusukuma kuiga vitu ambavyo wanafanya watu wengine kuliko ambavyo tumeanzisha sisi wenyewe, kitu ambacho ni makosa kabisa, kwani imitation is limitation. Ni kwamba kadri jinsi ambavyo unazidi kuiga, basi itafika hatua utakwama kwa sababu hicho kitu sio chako. Tafuta kitu ambacho kitaendana na wewe, hali ulionayo, uwezo wako, maarifa ulionayo juu ya hicho kitu. Hivyo ndugu yangu, kipawa chako kinakuwa kinawindwa sana na kina dalili ya kupotezwa, na hii ni kwa sababu unajikuta tu umepatwa na hisia za miemko ya kuiga. Unatamani kufanya kama anachofanya mwingine, kitu ambacho si sahihi. Fanya kitu kulingana na elimu ulionayo, uwezo ulionayo, maarifa ulionayo, nguvu ulionayo. Kuna vitu vingine utaiga lakini utashindwa kutimiza malengo kwa sababu sio mahali pake. Pengine njia yako iko pengine, au iko sehemu ambayo inahitaji utumie ujuzi ulionao. Kumbuka, mtu siku zote ambaye anaiga hufikia sehemu anaishiwa maarifa kabisa. Hivyo jua namna ya kuongoza nguvu hii inayokusukuma hadi uweze kuiga. Nguvu hii humpelekea wakati mwingine mtu kukosa maamuzi binafsi. Inatakiwa uwe na maamuzi binafsi tena magumu ambayo utayachukulia hatua we mwenyewe na kutimiza malengo ulionayo. Nguvu hii humfanya mtu ahisi labda maamuzi ambayo anayafanya si sahihi, lakini kumbe ni sahihi. Pengine angesikiliza hisia zake na moyo wake, angeweza kutimiza jambo na kufanikisha kwa ukubwa, lakini kwa sababu nguvu hii imeshamzidia, anakosa maamuzi binafsi. Anaanza kuona kama kila kitu basi ni kigumu kukianzisha. Ingawa mwanzo siku zote ni mgumu, kadri jinsi unavyoendelea na kuzoea, utazidi kupata wepesi. Utaona kila kitu kinakuwa ni rahisi kwako, lakini nguvu hii jinsi ilivyo inakufanya unaona kitu kitakuwa ni kigumu milele na unakosa hamu ya kufanya na kukata tamaa mapema mno, kitu ambacho ni makosa. Lakini nguvu hii pia humpelekea mtu kuingikwa na hali ya umimi, yani mimi ni mimi, hali ambayo huwapoteza wengi na kupoteza vipawa vyao, kuharibu na hata kuzibiwa njia zao. Na nguvu hii humtokea pale mtu anapokuwa amepiga hatua kadhaa tu, inaweza ikawa ni za kimafanikio ama dalili za mafanikio. Anaanza kujitenga na wengine, anaanza kujiona yeye ndio yeye, haongei na watu, marafiki aliokuwa nao anawatenga, anajihisi hali ya ukubwa ambao pengine hata akitoka Mungu yeye ndo anafuata, na kuanza kuwadharau wengine. Nguvu hii usipojua kuiongoza, basi ikikuingia ni hatari sana, kwani asubuhi kweupe utaporomoka katika hiyo hatua ulioko na kushindwa kufika mbali zaidi, kwa sababu msaada mkubwa uko katika mikono ya watu. Unahitaji watu ili uweze kusonga mbele. Na nikwambie tu, mafanikio yoyote yale ambayo unayaona, mafanikio yoyote yale ambayo umeyapata, mafanikio hayo hayatokani na watu ambao unawajua. Asilimia kubwa mafanikio hayo huletwa na watu ambao huwajui wala hukuwahi kufikiri kama utakutana nao. Mfano mzuri, umefanikiwa katika elimu yako. Je, ulifikiria kwamba utakutana na mwalimu huyo ambaye amekufanikisha katika hiyo safari? Jibu ni hapana. Haya, umefungua biashara yako na taratibu umesonga nayo mpaka umefikia hapo ulipo. Je, uliwahi kufikiria kwamba wateja wako wakubwa watakuwa ni watu ambao ni wakaribu? Unakuta la hasha. Wateja wako wakubwa ni watu wa pembeni kabisa, tena wengine huwajui. Hata kwa sura wakati mwingine hujawahi kuwaona, ni wapita njia. Hivyo tambua ya kwamba kila mmoja ana umuhimu kwa mwenzie. Maendeleo ulionayo yanatokana na watu, na safari ya maisha yako
umepitia mikononi mwa watu tofauti tofauti hadi kufika hapo. Kumbuka hata vifaa, rasilimali na vitu vyote ambavyo unavitegemea katika biashara ama katika kazi fulani, vyote vimetengenezwa tena na watu ambao hata huwajui. Kwa hiyo nguvu hii inapomwingia mtu, basi huanza kumharibia na kumkosesha vitu vya muhimu ambavyo viko mikononi mwa watu wengine. Asante sana na nikushukuru kwa time yako. Tukutane katika makala